Imekuwa ni siku yenye uzito mkubwa katika jukwaa la kidiplomasia duniani. Leo tarehe 26 Septemba 2025, Waziri Mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu alipokuwa akikaribia jukwaa la Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa kutoa hotuba yake, hali ya kawaida iligeuka ghafla na kuwa kelele za makofi na maandamano ya amani kuelekea nje ya lango la ukumbi huo kwa baadhi ya wajumbe. Kama ilivyopangwa kwa ustadi, makumi ya wajumbe walisimama kwa pamoja na kuanza kutoka nje ya ukumbi, licha ya mwongozaji kutoa tamko la wajumbe kusalia ndani ya ukumbi huo. Yamekuwa ni maandamano ya amani, lakini yaliyojaa hasira ya kidiplomasia, ishara ya wazi ya mgawanyiko wa jumuiya ya kimataifa juu ya sera za Israeli na vita vinavyoendelea katika ukanda wa Gaza. Netanyahu aliendelea mbele bila kuyumbishwa, akisoma hotuba yake kwa msisitizo. Israeli lazima imalize kazi dhidi ya Hamas, alisema kwa sauti ya kujiamini, akitolea mfano wa kile alichokiita vita vya kujilinda. Hata hivyo, ndani ya ukumbi huo kelele zisizoeleweka na makofi yaliyochanganyika yaliendelea, huku ujumbe wa Marekani, mshirika wake mkuu, ukibaki ndani ukimsikiliza kwa makini. Lakini hata hivyo hayakuweza kufunika hewa nzito ya kutengwa, mashinikizo ya kumaliza mapigano na mwangwi wa miguu ya waliotoka nje kuonyesha kutokuridhika kwao. Tukio hilo halikuwa la kwanza. Mwaka mmoja kabla, tarehe 27 Septemba 2024, tukio kama hilo lilishuhudiwa, wajumbe wakitoka nje kwa njia ile ile wakati Netanyahu alipokuwa akiwahutubia viongozi wa dunia.